بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama baada ya mapumziko madogo. Kwa uwezo wake akawa ametuamsha salama, lakini pia akatujalia tukawa ni wenye kuiswali swala ya subhi. Hizi ni miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha katika siku hii ya leo. Lakini pia akatupa fursa ya kukaa kwa ajili ya kusikiliza maneno yanayohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kukaa kusikiliza maneno ya dini, jambo hili tunasema mara kwa mara huwa halipendwi na nafsi, halipendwi na shaitani. Hivyo Muislamu inapofikia mahala akakaa katika durusi kama hizi, akakaa katika vikao kama hivi, wallahi hii ni neema, na kwa neema hiyo anatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Al-Fiqhul Muyassaru fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, tukiwa tumeingia katika sehemu ya tatu, na sehemu hii ya tatu tulianza mlango wa kwanza, ambao mlango huu wa kwanza ulikuwa unahusiana na zaka. Tuliona maana ya zaka na tukaona hukumu ya mtu ambaye anapinga kuhusiana na masala ya zaka, na tukaona zaka ni nguzo ya ngapi katika nguzo za Kiislamu. Leo tutaanza almas'alatu alkhamisa, tutaanza mlango wa tano. Tutaanza masala ya tano. Almas'alatu alkhamisa, masala ya tano, fil amwali allati tajibu fiha zaka,
katika mali ambazo ni wajibu ndani ya mali hizo kutolewa zaka. Tajibu zakatu fi 5 ajnasin min al-amwali, ni wajibu kutoa zaka katika jinsia 5 katika mali, katika aina 5 katika mali. Hizi ndizo ambazo zinatakiwa kutolewa az-zaka. Ya kwanza ni bahimatul an'ami, ni wanyama wanaochungwa. Wanyama wanaochungwa wanapelekwa kwenda kuchunga, ima ni porini, mbugani, mashambani, wanakwenda kuchungwa. Sio wanyama wale wa kufuga ndani, wala sio wanyama wa porini. Ni wanyama wale ambao wanapelekwa kwenda kuchunga. Wahiya al-ibilu, na wanyama hao ni ngamia, walbaqaru na ng'ombe, walghanamu na mbuzi na kondoo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume aliposema, ma min sahibi ibilin, ahawi mwenye ngamia, wala baqarin, wala mwenye ng'ombe, wala ghanamin, wala mbuzi na kondoo, la yuaddi zakataha, hatoi zaka yake. Yani anangamia waliofika kiwango cha kutolewa zaka, lakini akawa hatoi, wala mwenye ng'ombe ambaye amekuwa na ng'ombe waliofikia kiwango lakini akawa hatoi zaka, wala mbuzi na kondoo ambao wamefikia kiwango lakini akawa hatoi zaka. Illa jaat yawm alqiyamati, isipokuwa wanyama hao watakuja siku ya kiyama, a'dhama ma kanat, wakiwa ni wakubwa kuliko walivyokuwa duniani, wa asmanahu, na ni wanene sana kuliko walivyokuwa duniani. Tantahuhu biquruniha, wakimpiga kwa pembe zake. Watatauhu biadhlafiha, na wanamkanyaga kanyaga kwa kwato zake. Kullama nafidati ukhraha, kila anapomaliza yule mnyama wa mwisho, aadati alayhi ulaha, anarudi yule mnyama wa mwanzo aliyoanza kumpiga. Hatta yuqda baina an-nasi, paka watakapohukumiwa watu. Muda wa kuwa watu bado hawajahukumiwa kwamba huyu anakwenda motoni na huyu anakwenda peponi, huyu mtu ambaye alikuwa ana wanyama lakini wanyama wake akawa hawatolei zaka, wanyama hao wataanza kumshughulikia, watampiga kwa mapembe, watamkanyaga kanyaga kwa kwato zao. Ikiwa ni mbuzi, ikiwa ni kondoo, ikiwa ni ng'ombe, ikiwa ni ngamia, wote watajipanga mstari na watakuwa ni wenye kumpiga mtu huyo ambaye alikuwa hatoi zaka. Hivi vitu vilivyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama vinaonyesha ya kwamba ni lazima kutolewa zaka, vinatakiwa kutolewa zaka. Na mtu asipotoa zaka ya wanyama hawa, ajue kwamba siku ya kiyama wanyama hawa watakwenda kumtesa na kumwadhibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kundi la kwanza la kutolewa zaka ni bahimatul an'am, ni wanyama ambao wanafugwa. Kundi la pili an-naqdanu, ni fedha na dhahabu. An-naqdani wa huma adh-dhahabu wal-fidda, nayo ni dhahabu na fedha. Dhahabu yani madini, na fidda bimaana madini, madini ya fedha. Wakadhalika ma yaqumu maqamahuma min al-umulati al-waraqiyah, na vile vinavyosimama sehemu ya dhahabu na fedha miongoni mwa pesa
za noti, almutadawalati alyawm, pesa za noti ambazo zinazunguka leo hii katika mikono ya watu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na hawazitoi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirie adhabu iumizayo. Wape habari, wape bishara ya kwamba watakwenda kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena adhabu yenye kuumiza. Hiyo ni aina ya pili ya mali ambayo inatakiwa kutolewa zaka, ambayo ni dhahabu na fedha. Aina ya tatu ya mali ambayo inatakiwa kutolewa zaka ni urudhu tijara, ni mali ya biashara. Yani kuna biashara mtu anafanya, mali hiyo ikifikia kiwango inatakiwa iwe ni yenye kutolewa zaka. Wa hiya kullu ma u'idda lilbay'i washara'i liajli ar-ribhi, nayo ni kila mali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua kwa ajili ya kupata faida. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, anfiqu min tayyibati, toeni katika vile vilivyokuwa vizuri, ma kasabitum, mlivyo vichuma. Umefanya biashara, umechuma, umepata faida, unatakiwa kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad dhakara amatu ahli alilmi, na hakika wametaja watu wengi ambao wana elimu, anna almurada bihadhihi alaya, hakika makusudio ya aya hii, zakatu urudhu tijara, ni inakusudiwa mali ya biashara. Allah aliposema, enyi ambao mmeamini, toeni katika vile vilivyokuwa vizuri mlivyo vichuma. Ma kasabitum huna, mlivyo vichuma hapa, maulama wa tafsiri wanasema urudhu tijara ni mali ya biashara. Aina ya nne ya mali ambazo zinatakiwa kutolewa zaka ni alhububu wathimaru. Alhububu wathimaru, punje na matunda. Alhububu hiya kullu habbin muddakharin muqtatin, ni kila punje ambayo ina uwezekano wa kuwekwa na vile vile inakuwa ni yenye kuliwa, ni chakula. Min sha'irin, iwe ni ngano au iwe ni shairi. Shairi ni aina ya ngano. Wa qamhin, na ngano. Wa ghairihima, na vinginevyo, mahindi, mtama, uwele. Wathimaru, na matunda, hiya tamru wazabibu, matunda yanayokusudiwa hapa ni tende na zabibu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, na miongoni mwa vile ambavyo tumekutoleeni katika ardhi mnatakiwa kuvitolea zaka. Wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah aliposema, wa atu haqqahu yawma hasadihi, na toeni haki yake siku ya kuvuna. Mnapovuna mnatakiwa kutoa haki yake, kwa maana zaka. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume aliposema, fima saqati as-samaa'u wal uyuni, katika mazao ambayo yametokana na kunyeshelezwa na mvua na mito, au kana atharia, au yakawa yamenyeshelezwa na mifereji ya maji ya mvua. Kiwango kinachotakiwa kutolewa ni al-ushru,
ni 1/10. 1/10. Wa fima suqiya bin nudhi, na katika mazao ambayo yamenyeshelezwa yamepatikana kwa kunyeshelezwa, unanyesheleza kwa gharama, zaka yake nisful ushri, itatolewa nusu ya 1/10. Kwa hiyo kama ni mimea imepatikana tu imenyeshelezwa na mvua mpaka mtu akavuna, atatoa 1/10 katika kile atakachokuwa amekipata. Aina ya 5 ya mali ambayo inatakiwa kutolewa zaka na ndio ya mwisho, almaadin warikazu, madini na mali iliyozikwa, mali za kuzikwa. Almaadin hiya kullu ma kharaja min al-ardhi, madini ni kila kitu kinachotoka ardhini. Mimma yukhlaqu fiha, miongoni mwa vitu ambavyo vimeumbwa huko ndani ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala ana viumbe vyake alivyoviumba na akaviweka huko ndani ya ardhi. Min ghairi wadhihin, pasina kuwekwa kwa kuonekana. Yani unapotafuta madini ni lazima utakuwa ni mwenye kuyachimba. Kadhahabi walfidda, kama vile dhahabu na fedha, wanuhasi na shaba, wa ghairi dhalika, na madini mengine, tanzanite. Yana majina mengi hivi sasa madini watu wanachimba, yana majina mengi. Maadamu ni madini yanatakiwa kutolewa zaka. Arrikazu, mali ya kuzika, huwa ma yujadu fil ardi, ni mali ambayo inapatikana ardhini. Min dafainil jahiliya, miongoni mwa mali zilizozikwa wakati wa ujinga, zimezikwa siku nyingi, ukaja ukachimba ukazipata, unatakiwa kutolea zaka. Wa dalilu wujubi zakati fil maadini warikaz, na dalili ya wajibu wa kutoa zaka ya madini na mali iliyozikwa chini ya ardhi. Umumu qawlihi ta'ala, ni ujumla wa kauli yake Allah aliposema anfiqu min tayyibati, toeni katika vile vilivyokuwa vizuri, ma kasabtum, mlivyovichuma, wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, na miongoni mwa vile ambavyo tumewatoleeni katika ardhi. Qala al-Imam al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi anasema fi tafsirihi, katika tafsiri yake akifasiri aya hii, yani maana yake an-nabatu wal ma'adin war-rikazu. Aya hii zaka inayokusudiwa ni zaka ya mimea, an-nabatu, zaka ya mimea, wal ma'adin, na zaka ya madini, warikazu, na zaka ya mali iliyozikwa wakati wa ujinga. Walqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume aliposema wa firrikazi alkhumsu, na katika rikaz, na katika mali iliyopatikana iliyochimbiwa huko chini, iliyozikwa chini, kinachotakiwa kutolewa ni alkhumsu. Khumsu inatolewa katika mali ya arrikaz. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi zakati fil ma'adin, na vile vile wameafikiana umma huu wa Kiislamu, umma wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, wameafikiana ya kwamba ni wajibu kutoa zaka katika madini. Hakuna aliyesema kwamba madini hayatolewi zaka. Kwa hiyo wale wanaochimba madini wanatakiwa wajue kwamba wanapoyapata wanatakiwa kutoa zaka. Almas'alatu sadisatu fil hikmati min ijabi zaka. Mas'ala ya 6 yataelezea hikma
ya kuwajibishwa zaka, wa ala man tajibu, na ni wajibu kwa nani, lakini pia shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibika kutoa zaka. Alhikmatu min ijabi az-zakah. Alhikmatu min ijabi az-zakah, hikma ya wajibu wa zaka. Shuri'ati az-zakatu lihikamin samia, imewekwa sheria ya kutoa zaka kwa hikma zilizokuwa za juu kabisa. Wa ahdafin nabila, na kwa malengo mazuri. La tuhsa kathrata minha, yani malengo yake hayahesabiki, hayadhibitiki. Lakini miongoni mwa malengo yake na faida yake ya kwanza ni tatuhiru almali, ni kuitoharisha mali, watanmiyatuhu, na kuikuza mali, wa ihlalu albarakati fihi, na kusababisha baraka ishuke katika mali hiyo, wa dhahabu sharrihi, na kuondosha shari yake, shari ambayo ilikuwa ifike mali hiyo inaondoka kwa wewe kuitolea zaka, wa wabaiha, na maradhi yake, mali inaweza kupata maradhi, wa wiqayatuhu min al-afati wal fasadi, na kuikinga mali kutokana na maafa, na kuikinga mali kutokana na kuharibika. Unapotolea mali yako zaka, mali hiyo kwanza unaitoharisha, lakini pili unaisababisha ikue, iongezeke, lakini tatu unasababisha baraka ishuke katika mali hiyo, nne inakuwa ni sababu ya kuondoka shari na magonjwa ambayo yangeweza kuivamia mali yako, tano inakuwa ni sababu ya kuikinga mali yako kutokana na majanga na maafa, lakini pia na kuharibika. Wakati mwingine mtu mali unaweza ukashangaa mali inaharibika bila sababu ya msingi. Wakati mwingine mtu anafanya biashara lakini anakuwa hapati faida, yani watu wanamuona kila siku anapambana kweli, lakini hakuna anachokipata, hana maendeleo. Huenda mtu huyu hatoi zaka wala hatoi sadaka, lakini mali ambayo inatolewa sadaka, kama mtu hajafikia kiwango cha kutoa zaka, basi atoe sadaka ili iwe ni sababu ya kuitoharisha mali yake, na iwe ni sababu ya kuikuza mali yake iweze kuongezeka, na mali yake iwe na baraka, lakini pia viondoke vile ambavyo yawezekana ikawa ni sababu ya kuharibika mali yake. Na sadaka yako hiyo inakuwa ni ulinzi wa mali yako, ni ulinzi wa biashara yako. Lakini hikma ya pili ya kutoa zaka ni tatuhiru almuzakki, ni kumtoharisha mwenye kutoa zaka, minashuhi walbukhli, kutokana na uchoyo na ubakhili, wa arjasi dhunubi wal khataya, na kumtakasa kutokana na madhambi na makosa, wa tadribuhu, na kumzoesha ala albadhli, katika kutoa mali katika mambo ya kheri, walbadhli, na kujizoesha kutoa mali, walinfaqi fi sabilillah, na kujizoesha vile vile kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anapotoa zaka, anapotoa sadaka, zaka ile au sadaka ile inamtakasa kutokana na ubakhili, na inamtakasa kutokana na uchoyo. Haya maneno mawili, uchoyo na ubakhili, ni maneno ambayo yanafanana, lakini bakhili ni yule ambaye yeye mwenyewe hataki kutoa, lakini hawashawishi watu wengine wasitoe. Lakini mchoyo, kwanza yeye mwenyewe ni bakhili, hataki kutoa,
lakini vile vile hataki na watu wengine pia watoe. Kwa unaweza kukuta mtu anamshawishi mtu asitoe katika mambo ya khiri. Miongoni mwa hikma za zaka, kutoa zaka, ni muwasatul faqiri, ni kumliwaza fakiri, wasaddu hajati almuawwizina walbaisina walmahrumina, na vile vile kuondoa haja, kuwazibia ile haja ambayo walikuwa wanayo watu wenye matatizo, watu wenye uzito, watu wenye misukosuko, na wale watu ambao wana matatizo lakini hawawezi kuomba, wal mahrumin. Kuna mtu ana matatizo lakini anashindwa kuomba, anaona aibu. Huyo pia anatakiwa angaliwe aweze kupewa zaka. Kwa hiyo miongoni mwa hikma za zaka ni kuwaliwaza watu ambao wana matatizo na kuwasaidia waweze kuondosha matatizo yao. Miongoni mwa hikma za kutoa zaka ni tahqiqu at-takafuli wat-taawuni wal-mahabbati baina afradi al-mujtama, ni kuhakikisha udhamini na kusaidiana na kupendana kati ya mtu mmoja mmoja katika jamii. Fahina yu'ti al-ghaniyu akhahu al-faqira zakata malihi, pale tajiri anapompa ndugu yake fakiri akampa zaka ya mali yake, yastallu biha ala ma asa an yakuna fi qalbihi, anaziba na kuondoa kile ambacho huenda kingekuwa kiko katika moyo wake, min hiqdin, miongoni mwa vifundo. Anapompa zaka yule fakiri, kama alikuwa na vifundo anaviondosha. Watamanni lizawali ma huwa fihi, na atazuia fakiri kutamani kuondoka kile ambacho yeye anacho, min ni'matil ghina, miongoni mwa neema ya utajiri. Wabidhalika tazulu al-ahqadu, na kwa sababu hiyo basi vitaondoka vifundo. Wa ya'ummu al-amnu, na amani itatawala. Lakini mtu anapokuwa na mali imefikia kiwango cha kutoa zaka, au anapokuwa na mali haijafikia kiwango cha kutoa zaka, akawa si mwenye kutoa sadaka, na yule aliyofikia kiwango akawa si mwenye kutoa zaka, kama kuna maskini ambao wamemzunguka, maskini hawa wataanza kumchukia na kumtengenezea vifundo na kutamani kwamba mali hiyo ingekuondokea kabisa usiwe nayo. Lakini kama utawapa, mambo hayo hayatakuwepo. Miongoni mwa hikma ya kutoa zaka, inna fi adaiha shukran lillahi ta'ala, hakika katika kutoa zaka au kutoa sadaka, katika kutoa zaka na kutoa sadaka, hiyo inaonyesha kwamba mtu huyu ana shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma asbagha ala almuslimi, kutokana na kile ambacho amekieneza au amempa Muislamu, min ni'matil mali, miongoni mwa neema za mali, wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala, na ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fi tamfidhi amrihi, katika kutekeleza amri yake. Kwa hiyo kutoa zaka au kutoa sadaka inaonyesha kwamba mja huyu anajua kwamba mali hii sijaipata kwa ujanja wangu, mali hii nimeipata kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aliyenipa mali hii, na mimi ninaitoa kwa ajili yake, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hikma ya kutoa zaka, annaha tadullu ala sidqi imani almuzakki, hakika kutoa zaka au kutoa sadaka hii inafahamisha juu ya ukweli wa imani ya yule mwenye kutoa zaka au mwenye kutoa sadaka. Lianna almala almahbuba, kwa sababu
mali yenye kupendwa, mali yenye kupendeza, la yukhraju illa limahbubin akthara mahabba, haitolewi isipokuwa kwa yule ambaye anapendwa zaidi, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapokuwa anatoa zaka, anatoa mali yake ambayo anaipenda, hii ni kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha sumiyat sadaqatan, na kwa sababu hiyo basi imeitwa hiyo ni sadaka, lisidqi talabi sahibiha, kwa sababu ya ukweli wa kutafuta mwenye sadaka hiyo, limahabbati llahi wa ridahu, kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hikma ya kutoa zaka au kutoa sadaka ni annaha sababun liridha rabbi, hiyo ni sababu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuzulil khairati, na kushuka baraka, kushuka khairi kwa mtu ambaye anatoa sadaka, kwa mtu ambaye anatoa zaka, inakuwa ni sababu ya kushuka khairi. Anakuwa na khairi nyingi, khairi katika maisha yake, khairi katika biashara yake, khairi kwa watoto wake, khairi katika mali yake. Wa takfiri alkhataya, na kusamehewa madhambi. Ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutoa zaka au kwa sababu ya kutoa sadaka. Wa ghairiha, na hekima zingine ambazo sio hizi ambazo tumezitaja. Kwa hiyo hayo yote ni miongoni mwa hekima za zaka. Mtu anapokuwa ni mwenye kutoa zaka, basi anapata faida kama hizo. Mpaka hapo itakuwa ni mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta